sana kwenye channel hii ya tafakari neno la Mungu. Kwa katika siku hii ya leo nakuletea mada inayosema muonekano wa uso wako unaashiria uwezo wako wa kupata kibali kwa Mungu. Muonekano wa sura yako unaathiri kibali unachopata toka kwa Mungu. Hiyo ndio mada ya leo. Muonekano wa sura yako unaathiri kibali unachopata toka kwa Mungu. Wapendwa katika Bwana, nakuletea mada hii nikitaka kuonyesha jinsi gani watu wengi wanashangaa kwa nini Mungu hajibu maombi yao. Kwa nini Mungu hawajali kama walivyokuwa wanatarajia. Wanatoa zaka, wanakwenda kanisani kila siku, kwenye masemina mbalimbali wanakwenda, hata kwenye mikesha wanaenda, wanachangia sana kanisani, lakini wanashangaa matarajio yao hayatimiliki. Maana yake ni kwamba wamekosa kibali katika maeneo yale ambayo wanatamani sana Mungu aweze kuyafanyia kazi. Mungu ana kanuni zake, na kanuni zake ni za muhimu sana kuzifuata, kwa sababu amekuumba akiwa anajua jinsi gani utakapokuwa unaenda sawasawa na mapenzi yake, mambo gani yatakuwa yanaonekana katika maisha yako. Kwa mfano, uvumilivu, kipengele ambacho watu wengi wanakiona ni cha kawaida sana, lakini ni kipengele ambacho ni kikubwa sana katika maisha ya Mkristo. Unapokosa uvumilivu katika eneo lolote lile, unamkosea Mungu, lakini hujui kwa nini unamkosea Mungu. Au pale ambapo kuna jambo ambalo hulipendi ukakaa kimya. Unaona, kuna jambo hulipendi, lakini kwa sababu unamuogopa huyu mtu kumwambia ukweli, unakaa kimya. Kwenye Kiingereza, kwenye psychology, kwa Kiingereza unaita self silencing. Yaani unajinyamazisha wewe mwenyewe badala ya kusema kitu ambacho ulipaswa kusema. Ndio maana Bwana Yesu akasemaje? Pale unapopaswa kusema hapana, sema hapana. Pale ambapo unapopaswa kusema ndio, sema ndio, bila kuogopa mtu yeyote yule. Ni afadhali ufe kwa kusema kweli, kutokana na Bwana Yesu anavyozungumza. Itamfaidia nini mtu kupata ulimwengu wote, mali za ulimwengu wote, kapata kila kitu, lakini akapata hasara ya nafsi yake? Kwa hiyo haya ni mambo makubwa ambayo tunapenda kuiangalia, na ni mambo ambayo uyaweza kuyasikia kanisani, na mimi nakuwekea hapa kwenye YouTube uweze kujifunza kwamba muonekano wa sura yako unaathiri kibali ambacho unaweza kupata toka kwa Mwenyezi Mungu. Tuende kwa kitabu cha Isaya sura ile ya 9, sura ya 3 mstari wa 9. Isaya sura ile ya 3 nitaanzia mstari wa 8 hadi ule wa 10. Isaya sura ile ya 3 kuanzia mstari wa 8 hadi wa 10. Kuna maneno haya: kwa maana Yerusalemu umebomolewa na Yuda wameanguka, kwa sababu ulimi wao na matendo yao ni kinyume cha Bwana, hata wayachukize macho ya utukufu wake. Mungu anauona uso wako, unauchukiza macho ya utukufu wake. Sikiliza mstari wa 9 sasa. Kuonekana kwa nyuso zao kwa shuhudia juu yao, wafunua dhambi kama Sodoma, hawaifichi. Sura yako inaonyesha jinsi gani una dhambi nyingi hujatubu. Haleluya. Narudia tena mstari ule wa 9. Kuonekana kwa nyuso zao kwa shuhudia juu yao, wafunua dhambi zao kama Sodoma, hawaifichi. Ole wa nafsi zao, kwa maana wamejilipa nafsi zao wenyewe uovu. Waambieni wenye haki wanaotabasamu mara kwa mara, ya kuwa watakuwa heri, kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Haleluya. Asema waambie, na mimi nawaambia wale wenye haki wanaomheshimu Bwana badala ya kumheshimu mtu. Wanamuogopa mtu kwa sababu wanaogopa atawapiga bunduki, kwa sababu ataweza atawafunga. Nasema hao waambieni watapata mema kutoka kwa Bwana, wamepata kibali. Sasa ili niweze kuthibitisha hili neno kibali nimeliingizaje hapa kwenye hii mada? Twende kwenye historia ya wanadamu wa kwanza kabisa. Wanadamu wa kwanza kabisa kuonekana kwamba uso wake tayari unashuhudia kwamba huyu mtu hawezi kupata kibali mbele za Bwana. Mwanzo sura ile ya 4. Mwanzo sura ile ya 4. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 4 mstari kuanzia ule wa 4 hadi ule wa 6. Mwanzo sura ile ya 4 kuanzia mstari ule wa 4. Mstari anasema, Habili akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake.
Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yakupasa uishinde. Yakupasa uishinde dhambi. Maana kama umeshindwa na dhambi, unakuwa mtu wa kununa, mtu wa kulalamika, mtu wa kunungunika. Unapaswa uwe ni mtu wa sifa. Mtu wa sifa. Biblia inasema mahali fulani kwenye kitabu cha Zaburi kwamba Bwana anakaa katika sifa za watu wake. Kwa maneno mengine kwamba unapokuwa huna sifa moyoni mwako, uso wako hauwezi ukachangamka. Una sifa moyoni mwako, uso wako hauwezi ukachangamka. Kwa hiyo uko mbali na Bwana. Kwa hiyo unapokuwa mtu wa kununa, huna uchangamfu ndani ya nafsi yako, maana yake shetani amekukalia. Sawa, shetani amekukalia, ndio maana huna kicheko ndani ya nafsi yako. Sawa. Naona Sara alipopata mtoto akasema Bwana amenipa kicheko. Haleluya. Haya, twende kwenye Zaburi ya 118. Uweze kuona jambo jingine hapa. Zaburi ya 118. Uweze kuona jambo lingine la msingi sana ambalo watu wa Mungu wanapaswa walijue, lakini hawahubiriwi hili jambo. Kwa hiyo napenda nimeamua kukuletea hapa Zaburi ya 118. Na lingine tena linakuja kwenye Zaburi hii. Bwana amenileta. Zaburi ya 118. Sawa? Sawa? Mstari ule wa 15. Inasema hivi, sauti ya furaha na wokovu imo hemani mwao wenye haki. Mkono wa kuume wa Bwana hutenda makuu. Haleluya. Sasa wewe huyo Bwana ulionaye ambaye hakutendei makuu, huyo Bwana wako gani huyo? Ambaye hakutendei makuu kasababisha uwe na furaha. Sema nyumbani, hemani mwa Bwana, mwa watu wa Mungu kuna furaha tele. Haleluya. Sasa unapokuwa unakosa raha, maana yake tayari uko mbali sana na Bwana. Uko mbali sana na Bwana, huna tabia ya kutubu dhambi zako. Ni mgumu kusamehe watu dhambi zao. Mtu amekukosea, badala ya kumsamehe, umekaa tu na kinyongo ndani ya nafsi yako. Inanyonya ile furaha ambayo Bwana ameiweka pale ndani. Na Biblia inasema kwenye kitabu cha Nehemia, furaha ya Bwana ndio nguvu zenu. Furaha ya Bwana ndio nguvu zenu. Nehemia sura ya 8 mstari wa 10. Furaha ya Bwana ndio nguvu zenu. Lakini sio hilo peke yake. Kuthibitishia wewe ni tofauti na watu wengine ambao hawaamini Bwana. Lazima furaha iwe ndani ya moyo wako kwa wingi. Kuthibitisha, yani huo ndio uthibitisho peke yake. Maana yake ni rahisi sana kuambia watu umeokoka. Unaweza rahisi kuambia watu mimi ni mchungaji. Ni rahisi kuambia watu mimi ni nabii, lakini utawadanganya watu wengine, lakini huwezi kujidanganya wewe mwenyewe. Kama huna furaha, huna furaha. Full stop. Wazungu wanasema period. Yaani kama una furaha, yaani wengine utawadanganya. Kama mimi nimeokoka, sijui mimi natenda miujiza, lakini kama una furaha ndani yako, Bwana yuko mbali nayo, kwa sababu Bwana anakaa uweponi. Kwa Bwana kuna furaha tele. Twende kwenye Zaburi ya 16 uweze kuona. Zaburi ya 16. Uweponi kwa Bwana, watu ambao wanakaa na Bwana, wako karibu na Bwana, na Biblia inasema kwamba Bwana anakuja kukaa ndani ya watu wake kwa Roho Mtakatifu. Zaburi ya 16 mstari wa 11 inasema hivi: utanijulisha njia za uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Haleluya. Sikiliza hapo. Narudia tena mstari huu. Utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Sasa inachomaanisha ni kwamba unapokuwa una raha ndani ya moyo wako, uso wako umekunjamana, hauna raha, haueleweki, umeokoka au hujaokoka. Kitambulisho Mungu anachozungumza, dalili ya kwamba umethibitishwa, umepata kibali mbele za Mungu, ni furaha ndani unayoionyesha, uchangamfu. Na Biblia inasema kwamba Bwana huwapenda wanaotoa kwa moyo wa ukarimu. Kwa sababu Biblia ya Kiingereza inasema hivi, God loves a cheerful giver. Ndio Biblia ya Kiingereza, God loves a cheerful. Yaani mtu mchangamfu ndio Mungu anapenda. Wewe unaenda kanisani unaimba umenuna, huna furaha, watu wanaenda wanajilazimisha. Ati mtu amechelewa ibada lakini bado anatembea tu polepole. Yaani hategemei kitu kizuri. Tuende kwenye kitabu cha Mithali.
sura ile 28 mstari wa 10. Mithali 28. Mithali 28 mstari wa 10, uweze kuona kwamba unamkosea Bwana lakini hujui. Sorry, Mithali 10 mstari wa 28. Mithali 10 mstari wa 28. 10:28 inasema hivi: matumaini ya wenye haki yatakuwa furaha, bali kutarajia kwao wasio haki kutapotea. Unaona, matumaini ya wenye haki kutakuwa ni furaha. Wewe unategemea tu wachawi wataniloga, sijui nini, sijui nini, unailomu serikali, serikali sijui mbaya, sijui nini. Serikali ni kubwa kuliko Mungu. Serikali ni kubwa kuliko Mungu. Sijui bosi ananionelea, anampendelea fulani. Bosi ni kubwa kuliko Mungu. Manake huko pamoja na Mungu. Dalili ya kwamba uko pamoja na Mungu ni furaha. Na dalili ya kwamba huna kibali mbele za Mungu, uko chini ya laana, ni kukosa raha. Imeandikwa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28. Twende pale. Kumbukumbu la Torati sura ile 28. Kumbukumbu la Torati sura ile 28, kwamba watu ambao wananuna mara kwa mara wako chini ya laana. Hata kama wameokoka, wanajiita wameokoka, wako chini ya laana. Utajificha wapi? 28 kuanzia mstari wa 44 kuna maneno haya. Sikiliza mstari wa 44. Mstari wa 44. Anasema hivi. Naanzia mstari wa 45 itakuwa nzuri zaidi. Anasema hivi: na laana hizi zote zitakujilia juu yako, zitakuandama na kukupata hata uangamizwe, kwa kuwa hakuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, kushika maagizo yake na amri zake alizokuagiza. Nazo zitakuwa juu yako kama ishara na ajabu na juu ya uzao wako milele, kwa kuwa hukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na moyo wa kushukuru kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote. Haleluya. Kwa kuwa hukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha, laana hizi zitakuambatana na wewe, zitakufuata na kukukamata na kukung'ata. Haleluya. Hizi laana zote zitakufuata. Utaondolewa na bosi, utaondolewa na serikali, utaondolewa na mke wako, utaondolewa na mume wako, utaondolewa mpaka na watoto wako. Kwa nini? Kwa sababu uko chini ya laana. Na uwezo kupingana na Mungu. Ameshakuwekea laana, umekosa kibali. Utakimbilia wapi? Utakimbilia wapi sasa? Haya, nikwambie kingine kwamba hii Mungu anasema kwamba ni ishara. Waliokombolewa na Bwana, hii ndio ishara yao, furaha ndio ishara yao kubwa. Sio kwamba sababu nina gari, watajisifia nina gari, nina nyumba nzuri, sijui nini, na nini wanajifia. Hicho sio kitu cha kujisifia. Sitakuletea raha, sio gari, sio nyumba, sio hela nyingi benki. Sawa, hela ni kitu kizuri, sio kibaya. Ni mpango wa Mungu utajirike. Sawa. Lakini hicho haipasi kuwa chanzo cha furaha yako. Chanzo cha furaha yako inakuwa ni Bwana na fadhili zake. Twende kwenye kitabu cha Isaya 51. Uweze kuona waliokombolewa na Bwana wanakuaje. Waliokombolewa na Bwana wanakuaje. Isaya sura ya 51. Isaya sura ya 51. Bwana asifiwe wapendwa. Isaya sura ya 51 mstari wa 11. Inasema hivi mstari wa 11. Nao waliokombolewa na Bwana watarejea, watafika Sayuni wakiimba. Furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao, watapata shangwe na furaha, huzuni na kuugua vitakimbia. Nani atasimama mbele za Bwana wa majeshi? Narudia tena. Isaya 51:11. Nao waliokombolewa na Bwana watarejea, watafika Sayuni wakiimba. Kama una wimbo ndani ya moyo wako, umepoteza kibali. Toa zaka sana, watakula wachungaji, watanunua magari. Furaha ya milele itakuwa juu yao. Furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Watapata shangwe na furaha, huzuni na kuugua vitakimbia. Ndio mpango wa Bwana. Huo ndio mpango wa Bwana. Sasa nimalize na vitu vigumu. Nimalize na vitu vigumu. Inakuwaje watu wanapata hawa waliokombolewa na Bwana wanakuwa na furaha ya milele? Inakuwaje? Nakwambia siri. Siri ni kupenda kulisoma neno la Mungu, kulitafakari neno la Mungu, na ikiwezekana kabisa likariri
Biblia inasema kwamba liandike neno hili kwenye moyo wako. Hiyo ndio siri iliyo kubwa, kwa maana imeandikwa kwenye kitabu cha Zaburi ya 119 mstari wa 165 inasema hivi, nimeikariri: wale waipendao sheria yako hawana la kulikwaza. Kama nisome, unaona kuna namba yako ya kuyapitisha kwa kuongezea mambo hapa. Zaburi ya 119 mstari wa 165 kuna maneno haya hapa. Zaburi ya 119 mstari wa 165 kuna maneno haya hapa. Sikiliza maneno ya Bwana yanasema hivi, 165: wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Wana amani nyingi waipendao sheria ya Mungu. Neno la Mungu wanalipenda, wala hawana la kuwakwaza. Sasa unapolisoma neno la Mungu linakupa hekima. Mtu anapokutukana umjibuje, umwelewaje, ili usijikwaze usikozike ndani ya moyo wako. Ili usiumie ndani ya moyo wako, uwe kuna ngao ndani ya moyo wako ambayo Bwana ameiweka kupitia neno lake. Lazima neno hili la Mungu likae kwa wingi sana. Sasa neno hili likikaa kwa wingi, unapata hekima ya Bwana, kwa sababu neno la Bwana ndio hekima ya Bwana inayoingia ndani ya moyo wako, ndani ya akili yako. Hii hekima ya Bwana inasababisha mwili wako, uso wako unang'aa mara zote, umechangamka mara zote. Kwenye kitabu cha Mhubiri tunayapata hayo maneno kwamba wale wenye hekima wanakuwa na uso uliochangamka. Sikiliza Mhubiri sura ya 8 mstari wa 1: ni nani aliye kama mwenye hekima? Naye ni nani ajuaye kufasiri neno? Hekima ya mtu humng'ariza uso wake, na ugumu wa uso wake hubadilika. Haleluya! Tarudia maneno haya: ni nani aliye kama mwenye hekima? Naye ni nani ajuaye kufasiri neno? Hekima ya mtu humng'ariza uso wake, na ugumu wa uso wake hubadilika. Unajua ni nini? Unapoliacha neno la Mungu unakosa hekima, na unapokosa hekima hupate kibali. Hata maombi yako unayoomba hayapati kibali mbele za Mungu. Maombi unayoomba hayapati kibali. Unapokuwa huna muda na neno la Mungu, maombi yako yote unamchukiza Mungu. Badala ya kumfurahisha Mungu, unamchukiza Mungu. Twende kwa kitabu cha Mithali, nimalizia na hapo. Mithali sura ile ya 29 kama sikosei. Ngoja niangalie, 28 mstari wa 9. Mithali 28 mstari wa 9 nasema hivi: yeye aligeuzaye sikio lake asisikie sheria ya Bwana, hata sala yake ni chukizo. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Bwana asifiwe. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Bye bye.